Mimi ndo mama niliyefiwa na wale watoto ambao tulipata majanga niseme, kwa sababu kitu kilichotokea ghafla cha ambacho tukutarajia baada ya nyumba yangu kwa imeangukiwa na ukuta wa hoteli ya Perfect pale nyuma ya ambao ukuta ulikuwa nyumba yangu. Tulidondokewa na ukuta, nyumba yote kadondoka na wanangu wamepoteza maisha. Kwa hiyo na mimi nibaki kama kwa Mwenyezi Mungu tu, kapunde kidogo tu nilipata nafasi ya kuwa nimepona. Lakini na mimi yale mazingira jinsi alivyotokea kwa kweli ilikuwa ni hali ambayo sitafahamu. Ni mwendelezo wa habari tuliowahi kuiripoti hapa Ayo TV kuhusu maisha ya Justa Jonas Mtembei, mkazi wa kata ya Kibeta, manispaa ya Bukoba, mkoani Kagera, ambaye alikutana na changamoto kubwa ya kuwapoteza watoto wake wawili wa pekee ambao anadai aliwapata baada ya kupitia changamoto kubwa ya uzazi, kwani alikaa kwenye ndoa zaidi ya miaka 7 ndipo akafanikiwa kupata mtoto wa kwanza. Maisha yake mpaka hivi sasa yamebadilika na kumwachia huzuni kubwa baada ya kuwapoteza ghafla watoto hao pekee, na hii ni kufuatia nyumba yao waliokuwa wakiishi kuangukiwa na ukuta wa hoteli iliyopo jirani na nyumba hiyo na kusababisha umauti kwa watoto wao, ambapo mkubwa alikuwa na umri wa miaka 12 na wa pili alikuwa na miaka 10. Kufuatia tukio hilo tulifanya naye mahojiano, akaeleza kwa pamoja na yote hayo kilio chake kwa sasa ni kupata makazi mapya ili aone angalau kama anaweza kurudisha sehemu ya furaha yake, kwani mpaka sasa bado anaishi kwa msaada wa majirani. Mpaka sasa hivi kuna hali yoyote ya mabadiliko kwenye maeneo yako ulipokuwa unaishi awali? Mpaka sasa hivi bado naendelea kuishi kwa majirani. Mimi hata na yale mazingira kama vile bado nayaogopa mimi mwenyewe binafsi, kwa sababu wale watoto ambao walikuwa faraja yangu hawapo tena. Kwa hiyo na yale mazingira kama vile nitakuwa natoka nje kama vile bado nawaona. Hii leo mwandishi wetu Lamek Richard amefika tena nyumbani alipopewa hifadhi Bi Justa Mtembei. Ila habari njema ni kuwa amefika nyumbani hapo kumkabidhi kiasi cha fedha alichopewa na Profesa Anna Tibaijuka, ambaye aliguswa na habari hiyo, hali iliyopelekea kuamua kumsaidia, huku akiwahamasisha marafiki zake kupitia kundi lake la WhatsApp linalojulikana kama Friends of Mama T, ambapo waliwezesha kupatikana kwa pesa zaidi ya milioni 1.7. Justa anaonyesha kushangaa baada ya kupokea fedha hizo kutoka kwa Profesa Tibaijuka na marafiki zake, huku akiwashukuru pamoja na Watanzania wote waliojitoa kumsaidia kwa namna mbalimbali, na akiahidi kuwa mwanga wa kupata makazi mapya anaanza kuona, kwani alikuwa haamini tena kama ataweza kufanya kitu chochote baada ya tukio hilo kutokea. Sasa kwa kipekee narudisha sifa na kwa huyu mama Anna Tibaijuka, jinsi alivyoweza kuanzisha hili grupu lake. Kwa kweli ni kitu ambacho sikutegemea kabisa. Mimi kama mimi mtu unajiona kama mimi jinsi ulivyo mtu hapo chini, kwenda ameunganisha na watu wa kule na ukule yeye mahali alipo. Kwa kweli namshukuru sana 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 kwa kazi yake aliyoitoa. Mungu ambariki na aendelee kujitoa hata na kwa watu wengine. Nashukuru sana, nimepokea ni milioni 1,705,000. Nashukuru sana, Mungu ambariki na amuongezee pale alikotoa. Kwa kweli na mimi mwenyewe ndani ya moyo wangu angalau kidogo nimeanza kuwa na farijiko ndani ya moyo wangu, kwa sababu kama nilivyokuwa mwanzo sikujua kabisa kama hiki kitu kinawezekana. Lakini nashukuru sana, imenipa moyo na matumaini kwamba hapa mwanga upo. Hata ninapokuwa naendelea kutafuta sehemu ya kuweza kupata kiwanja au mahali pa kuweza kuweka vyumba vyangu 2-3, basi nakuwa na imani ya kwamba hata kiasi ninacho cha kuanzia. Nashukuru sana support mlionipa kwenye matangazo yenu. Baada ya mtu mmoja walipiga simu, wengine wananipa pole, wengine na mwenye chochote kama nilivyosema mimi chochote napokea. Kwa kweli nashukuru nilipata chochote, mwenye 1,000, mwenye 2,000, 5,000. Nashukuru walituma na wanenye nikawa nimerudishia ujumbe akasema nashukuru sana, Mungu awabariki mlikotoa na waongezee. Na ukijumlisha na kiasi ulichokipata labda inakaribia kama shingapi, au unaweza ikawa kama shingapi kutoka kwa Tanzania wengine, lakini pamoja na hichi kiasi ambacho tumekukabidhi siku ya leo? Ujumla kama inavyojumlisha na yote naweza kaja kama milioni 2 kasoro kidogo hivi. Ndio. Na kwa huu mfano aliouonyesha wewe, kwako inakupa picha gani kama mama lakini pia kama Mtanzania? Kwa kweli imenipa na mimi sehemu kubwa kuonekana poa, yani mtu kurua na moyo, wanasema kutoa ni moyo, sio utajiri. Nasema asante sana kwa sababu imenionyesha live, kwa sababu mama alikuwa simjui, namsikia tu wala siwezi kusema kama labda na tuna ndugu, lakini kwa jinsi alivyojitoa yeye kama yeye na marafiki zake wote na wananchi wengine wote ambao wameshawahi kujitoa, kwa kweli imenipa moyo na mimi imekuwa kama fundisho, kama mtu unapokuwa unapata kitu
ukasikia mtu mwenzako amepata tatizo, ukiwa nacho basi nimeweza kujifunza kwamba inabidi umsaidie, usiangalie labda kwa sababu simjui, unawapotezea mbali, lakini Mungu pale anakuzidishia yeye kwa wakati wake. Kwa hiyo nilifundishwa fundisha na mimi mwenyewe kama hata mimi kuweza kuwasaidia ndugu zangu wengine, hata na Tanzania wengine, kwamba hiki inaweza kunipa yani faraja, kama mtu anapokuwa na kitu ukausikia mwenzako ameguswa, ana tatizo, basi ukiwa nacho msaidie kwa namna moja nyingine Mungu anavyokuwezesha. Lameck Richard amemuunganisha Profesa Anna Tibaijuka kwa njia ya simu, na hii ni sehemu ya kile alichokieleza wakati akiongea na Justa. Halo? Ndio, Lameck. Naam mama, shikamoo. Marahaba, bali. Nzuri, poleni na majukumu. Asante, bali ya huko. Sisi tunaendelea vizuri, na siku ya leo kama ulivyoniagiza kwa ajili ya kuleta kiasi cha shilingi milioni 1,705,000 ambayo imepatikana kupitia kwako wewe pia na marafiki zako. Na tunavyoongea tayari nimemkabidhi hicho kiasi. Karibu mama uongee naye. Haya, asante. Haya, halo mama, shikamoo. Marahaba, habari, pole. Nashukuru, habari yangu ni nzuri. Kwa hiyo unaendeleaje sasa jamani? Sisi kwanza tumshukuru Bwana Lameck, maana alileta hizi taarifa. Ndio mama. Tulipoziona na ile video tulishtuka sana, kwa upande wangu nilishtuka sana. Ndio mama. Sasa mimi nilikuwa tu na hela kidogo, nikaona ngoja nijiongeze kwa marafiki zangu. Sawa sawa. Na wenyewe ndio tukaweka mkeka ndio umezaa hayo matunda kidogo yaliyopatikana, 1,700,000. Tunaomba uzipokee zikusaidie. Sasa nadhani kujenga makazi bora. Niliona ile nyumba yako ilivyoanguka, na mimi mtaalamu wa mambo haya. Mama. Tukaona mjenge nyumba imara zaidi, maana nyumba ilionekana kwamba haikuwa imara sana. Pole sana. Pole sana. Kwa kweli nashukuru mama kipekee. Sasa hivyo naendeleaje? Naendelea vizuri. Imepatikana. Kwanza naanzia kwako mama. Nashukuru sana kwa kweli kwa kumsaada huu uliweza kujitoa kwako na kwa grupu lako lote. Nimeweza kupokea hii hela ya milioni 1,705,000. Nashukuru sana mama kwa kuwapitia waandishi hao wa habari. Nashukuru sana sana. Kwa kweli Mungu akubariki sana mama yangu. Sasa jumla umepata ngapi kutoka wasamaria mbalimbali? Inaelekea milioni 2 jumla yani. Kwa hiyo hizi za kwetu, kwa hiyo ulikuwa umeshapata kama 300,000 kwingine huko. Okay, kwa hiyo uko kwenye milioni 2. Sasa uzitumie vizuri. Mama nashukuru. Kupatikana wasamaria wengine tupate maendeleo. Nitamwomba huyo Bwana Lameck huyo wa miradi hayo. Kama unajenga nyumba, maana nimeelewa kwamba watoto ndio hivyo Mungu amewachukua. Kwanza na wewe mwenyewe alikuokoa, maana ilikuwa ni hatari. Ndio mama, kwa kweli. Lakini sasa yote hayo ni na niliona uliongea vizuri, mambo ya Mungu huwa hayana makosa. Lakini sasa hizi hela kidogo zilipatikana, mimi nimezitafuta nikiwaambia kwamba unaenda kujenga makazi bora zaidi. Sawa sawa sawa. Kwa hiyo sasa kama unajenga makazi bora, huwa ni vizuri hawa wasamaria bado wapo, wakiona maendeleo wanaweza wakajiongeza zaidi. Ndio. Kwa hiyo Bwana Lameck atakuwa anatuletea taarifa. Ndio mama. Pole sana, lakini waombee wanao, tena niliona ulivyowapata kwa shida. Ndio kwa kweli. Lakini Mungu anamewaleta, alafu Mungu mwenyewe akaona kwamba basi wakaondoka, basi utafanyaje? Kwa kweli kwa sina jinsi. Basi mimi ni mtu nikija nyumbani tutaonana, lakini kwa sasa hivi Mungu akusimamia, aendelee kukulinda. Kwa kweli nashukuru sana baba. Naomba Bwana akubariki sana, akuongezee na watu wote kwa ujumla. Asante. Nashukuru mno. Asante. Inabidi watu waendelee tafutia huko, kuhimiza wengine nao, kwa sababu kujenga nyumba anahitaji budget kubwa zaidi. Ni kweli kabisa mama. Tunaamini kwamba pia Watanzania bado wapo ambao wana moyo wa kusaidia kama mlivyofanya, na tunaamini kupitia hapa tutaendelea kuwapa update na kitu ambacho kinaendelea kwa upande wake, kwa sababu yeye anasema tayari mwanga ameupata kupitia hapa, kuna kitu ataenda kukifanya sasa hivi. Na wewe nawashukuruni kwa watu wa miradi hayo kutupa hizi taarifa. Tunashukuru sana mama, tutaendelea kuwapa tu mrejesho wa kinachoendelea huko. Asante.